Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa, kwa moyo mkunjufu kabisa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Kwa pamoja tutazame namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa Ijumaa ya leo. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia agiza hoja za CAG zijibiwe haraka, asisitiza utambulisho mmoja kila Mtanzania, ahimiza kuondoa trafiki barabarani, kukabili rushwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili kuimarika uchumi, habari katika ukurasa wa 3. Biteko ataka tathmini kukatika umeme, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wabunge wataka hatua athari za El Nino, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika 4 mbaroni, tuhuma za mauaji kufukia mwili, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 20. Biashara dawa za kulevya yafanywa kwa internet, habari katika ukurasa wa pili. Bashe tujitosheleze tulishe wengine kibiashara, habari kamili katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. TPDC yasambaza gesi asilia nyumba 880 da, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, wananchi wanaitaka katiba, atoa maelekezo kwa naibu waziri katiba na sheria kumsaidia waziri wake kushughulika nao. Wadau uwaja na mitazamo tofauti, mmoja asema likifanyika litaacha alama, mwingine atie shaka dai ni kauli za kisiasa. Gazeti hili likiwa na nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, wewe ni mzoefu sana serikalini, umefanya kazi maeneo mengi, nenda kasaidie kwenye katiba na sheria. Katika kipindi hiki watu wanadai katiba yao, kwa hiyo nenda kasaidiane na waziri, naamini utafanya vizuri, ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Gazeti hili limeandika Makonda apewa kazi maalum Arusha, habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Uchumi, BOT yaongeza riba mikopo ya kibenki, shilingi ya shuka, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 6. Hatari ya mafuta ya kupikia kutunzwa tena kutumika tena, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Bajeti ya waziri mkuu, kikokotoo bado moto, wa bunge waibana serikali, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili imeandika kinachoisubiri timu mpya ya Nchimbi CCM, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia anika siri nzito ya Makonda, asema amekichangamsha chama, asisitiza kulikuwa na uvivu kidogo, kusinzia, ataja sababu ya kumpeleka Arusha, afunda viongozi, habari katika ukurasa wa 4. Serikali yatangaza kibano kwa wakuu wa mikoa wilaya, habari katika ukurasa wa 4. Mwanamke jela maisha kwa kutembea na dogodogo, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika mwanamke Asha Chanchoni mwenye umri wa miaka 47 amehukumiwa kifungo cha maisha na mahakama ya wilaya ya Mtwara kwa kosa la shambulio la aibu baada ya kujihusisha na kimapenzi na mvulana mwenye umri wa miaka 15. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Gavana BOT anika uamuzi kamati MPC kupandisha riba, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Rais Samia na matamanio ya kamera kuwa mbadala wa trafiki, vita ya rushwa, habari katika ukurasa wa 9. Dr. Biteko wazembe TANESCO kuchukuliwa hatua kila mwezi, habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili imeandika Urusi yaonya Ufaransa fikra za kupeleka majeshi Ukraine, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili imeandika Royal Tour ilipochangia kuongeza mapato, Tanzania yaingia 10 bora duniani, habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, watu wanadai katiba yao, ataja sababu uteuzi wa Makonda
na wenzake, agiza hoja zote za CAG zijibiwe. Habari katika ukurasa wa pili. Kikokotoo cha mafao moto bungeni. Habari katika ukurasa wa tatu. Mikopo elimu ya juu mtihani wanafunzi wakacha masomo. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika LHRC yabaini kasoro sheria mpya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 4. BOT yaongeza riba kwa mabenki, thamani ya shilingi yashuka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Biteko atangaza kibano watendaji wa TANESCO. Habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele. Lakini pia gazeti hili habari za michezo na burudani katika ukurasa wake mbele limeandika Real kuachana na Kepa. Habari katika ukurasa wa 22. Siku ya hukumu Simba Yanga. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi Mzee Karume ataendelea kukumbukwa. Habari katika ukurasa wa pili. Kasimameni kwenye nafasi zenu. Dr. Samia awaapisha viongozi mbalimbali aliyowateua hivi karibuni. BPZ kuendelea kusaidia wenye mahitaji. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Hakuna wafanyabiashara wa vileo aliyetekwa polisi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mchengerwa kuwatimua viongozi watakaokula fedha za mikopo. Ukusanyaji mapato Zanzibar wavuka lengo BOT. Habari katika ukurasa wa pili. Spika wa bunge la Afrika Kusini ajiuzulu. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Jicho letu sasa ni katika gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia afunguka, ataja sababu ya kufanya mabadiliko, asisitiza utatuzi wa migogoro, ashusha maagizo kwa mawaziri. Dr. Mpango Majaliwa watoa neno. Habari katika ukurasa wa pili. Mkomoro anaswa akisafirisha kilo 4 dawa mpya za kulevya. Habari katika ukurasa wa pili. Mtoto siku moja auawa kwa kunywesha sumu. Habari katika ukurasa wa 4. Vigogo watakotafuna mikopo ya 10% kutumbuliwa. Habari katika ukurasa wa 7. Dr. Biteko awasaka kila kona watendaji wa zembe TANESCO. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika mkajifunze historia ya mapinduzi kwa wenye kuifahamu. Dr. Mwinyi. Habari ni katika ukurasa wa 4. Riba BOT ya panda kudhibiti mfumuko wa bei, masharti nafuu ya mikopo yanukia. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Linalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia afunguka uapisho viongozi, aweka wazi uteuzi wa RC Makonda, avunja ukimya wa mabadiliko, asema. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika Dr. Biteko awasha moto kwa utendaji TANESCO, mameneja mikoa kupimwa kwa matokeo. Habari katika ukurasa wa 3. Trafiki kuondolewa barabarani. Habari katika ukurasa wa 2. Baraza la wafanyakazi Wizara ya Afya, boresheni huduma. Habari katika ukurasa wa 4. Wakuu wa wilaya RC wawekwa kikangoni. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali mbioni kuchochea kwa kasi uchumi kidijitali. Habari katika ukurasa wa 2. Askari wa jeshi la uhifadhi kuchukuliwa hatua serikali. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti wa Machinga, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia katatueni kero za wananchi, awapa somo wateule baada ya kuwaapisha, awataka wakatatue migogoro na si kutengeneza migogoro, agusia vilio vya bili za maji kwa wananchi, atoa suluhu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Waziri Mkuu aliomba bunge kuidhinisha shilingi bilioni 350.988 kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Habari katika ukurasa wa 7. DCEA yakamata kilo 4.623 ya aina mpya dawa za kulevya MDPV. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Biteko asisitiza kituo cha huduma kwa wateja kuongeza ufanisi. Habari katika ukurasa wa 6. RC agomea misaada ya wadau. Roria ni madawati vitanda vya hospitali kutoka kwa wadau, mwenyewe avunja ukimya. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti hili linayo hotuba ya Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali,
makadirio ya mapato na matumizi ya fedha, ofisi ya waziri mkuu na ofisi ya bunge kwa mwaka wa fedha 2024/2025 katika ukurasa wa pili hadi ukurasa wa 15. Ninalo gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia ampa Makonda mbinu za kuikabili Arusha, amtaka kwenda kufanya kazi kama alivyokuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ampongeza kwa kazi kubwa aliyofanya pindi alipokuwa mwenezi wa CCM, awakumbusha uteule kwenda kutatua migogoro na sio kuendeleza migogoro. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. DCEA yakamata kilo 1054 dawa za kulevya zikiwemo bangi, mirungi. Habari katika ukurasa wa pili. Dr. Biteko ataka ripoti kila mwezi utendaji wa TANESCO. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika TARURA yaonesha nia ya kuimarisha mtandao wa barabara kwa 85%. DC Roria agoma kupokea madawati vitanda vya hospitali kutoka kwa wadau. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata ya michezo na burudani lenyewe limeandika Mungu tusaidie 2023 Yanga iling'oa Marumo ikiwa ugenini South katika kombe la shirikisho 2003, mwaka ambao Simba ilivua taji la kafu Zamalek Misri jijini Cairo. Ni leo Ijumaa, Mamelodi vs Yanga Sports Club saa 3 kamili usiku, wakati Al Ahly dhidi ya Simba ni leo Ijumaa saa 5 kamili usiku Cairo, Misri. Gazeti hili likipambwa na picha za wachezaji mbalimbali wa Simba Yanga. Kwa upande wa Simba, upande wa kulia wa gazeti hili na picha ya Mohamed Hussein, Clatous Chama, Kibu Dennis pamoja na Sema Leon, wakati Yanga yupo Mudathiri Yahya, Kennedy Musonda, Azizi Ki pamoja na Pacome Zouzoua. Lakini pia gazeti hili imeandika Premier League kesho Jumamosi ni Brighton vs Arsenal, mchezo utapigwa saa 1:30 usiku. Pata nakala yako gazeti Mwanaspoti ili uweze kusoma kwa ndani zaidi magazeti ya habari za michezo na burudani katika kurasa za nyuma za magazeti haya. Mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga Simba kanyaga twende, Tanzania ya baki 119 viwango vya FIFA, Rais Samia apewa milioni 500 za soka. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nyota wa Kaizer Chiefs auawa kwa risasi. Habari katika ukurasa 23. Shamsa wasanii kufuturisha makundi maalum. Habari katika ukurasa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo, limeandika siku ya hukumu Simba Yanga kusuka au kunyoa ugenini leo, makocha watamba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23 gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Baka wagawanyika kuhusu Xavi. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Simba Yanga macho Cairo kwa Madiba leo, Maele atoa kambi ya Simba Misri, Xavi hakikishiwa kibarua Barcelona. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti Mwanahabari limeandika Benchika hatukuja Misri kufungwa, tumekuja kwa kabila Al Ahly. Tabora United yaichapa Fountain Gate 3-0 yatinga robo finali kombe la TFF. Gamondi siwaandai wachezaji kwa ajili ya historia ya Mamelodi, bali anaandaa timu kutokana na dakika 90. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari na magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.